dabi ya Kariakoo, Yanga na Simba. Kila mtu ana ndoto ya kuishuhudia dabi hii. Zanzibar inapata hadhi tena ya kuhodhi fainali kubwa ya kombe la Muungano. Forodhani imefungua gati zake kupokea 2026 wamekutana na kinaumana ndani ya uwanja wa Amani. Kikosi cha Pedro Gonçalves kwenye shepu ya wanne wawili mbele katika safu ya kushambulia. Seti ya waamuzi iko hapa ikiongozwa na Dickens Mimisa kutoka Jamhuri ya Kenya. Kikosi cha Steve Barker kipo kwenye shepu ya 4-3 kwa 3. Miongoni mwa stori kubwa ni safu yao ya ulinzi. Yuko hapa Pedro, anahitaji kufanya makubwa. Yuko hapa Steve Barker. Dickens Nyagroa anaanzisha kabumbu. Ni dabi ya Kariakoo. Hapa ni Zanzibar, Yanga na Simba, timu mbili dume, timu mbili kubwa kutoka Kariakoo, Dar es Salaam. Isaka pasi sasa, Mudathir Abbas off target. Mikimbio mizuri, Shadrack Boka Isaka aliachia pasi ili akutane nao mbele, lakini Mudathir Yahya tangu anaupokea mpira. Boka, Shadrack Amuza anamfuata Kagoma na kuzungumza naye. Anamfahamu Pedro Pacome Zouzoua, akutaka kumwachia control mpira. Cheza Shomari Kapombe, Libasa Gea, ni free kick. Mohamed Damaro karudisha mikono nyuma, ile hivi atakuadhibu. Hakika Mohamed Damaro alikwenda kutumia nguvu nyingi zaidi. Mwamba Lusaka ametolewa katika njia na Mohamed Damaro. Damaro amecheza tafu, amecheza foul. Kwambia hiyo mara ya pili wanamfuata Dickens Nyagroa Mimisa. Mashabiki wa Simba nao wanalalamika kweli kweli kwamba 2 times. Tazama hii kabisa, Chama Clatous alikuwa anaweka mpira mazingira mazuri apite nao. Mohamed Damaro akaenda kufanya foul. Shomari Kapombe captain Zuli Eli Mpanzu bado nafasi nzuri. Wow, maridadi sana yao kwasi, wanapongezana kijeshi ile. Wanajuana tena. Eli Mpanzu kibisa wala aliwazungusha Mudathir akaklia mpira ambao ulimkuta Anise Ura katika nafasi nzuri, lakini yao kwasi atola akamwambia na kujua brother. Libasa anazungusha kona ndani kule, Shigi bado mpira hujaondoka, anajaribu kuflipu mpira ule. Yusuf Kagoma mali haijaondoka. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Mwinyi Enderiak. Ni mpira mrefu ule, Gomez Nixon Kibabage, offside. Anawatafuta, alipita katika njia. Mpira mrefu kutoka kwa Rushan Derek ulikwenda hapa, Selemani Mwalimu ulivyomgonga ndo kafanya awe katika eneo la kuotea na sio mpira wa moja kwa moja. Pacome ananyunyiza ndani kwenda juu kabisa, mpira kwenda nje. Umepita pale, wakati huo hiyo sura ya Pedro inazungumza mengi. Hii ni kwa ukitazama mpira ulipigwa Starboy Alan Okello akaupata, akaugonga kwa kichwa, lakini ukapoteza mwelekeo. Wanakwenda kurusha Simba Sports Club. Utulivu ni mkubwa katika dimba hili la Amani Zanzibar. Sasa ipo kwenye hadhi ile. Shoulder challenge bila shaka imemletea labda maumivu Ismail Olivier Ture, manake anaonekana kupata maumivu, lakini pia jicho lake bila shaka halikosa mara ya pili hii kabisa. Sio wadui. Umewahi kufanyiwa kama hivi? Sisi ambao tumecheza kwenye soka la mchangana, kuna nyasi kidogo, shughuli ipo. Ni kweli, lakini sisi kule mtaani au pulizu na mpinzani. Hapa ni fair play. Ball technique, anajaribu kuweka ndani kule. Prince Dube ameipata hii. Dube Starboy Alan Okello alijaza Dube. Prince Amaro ameenda. Ali Shabani Kamwe, meneja wa habari na mawasiliano wa Young Africans, kavaa jaribu kuweka ndani. Rushan Derek inakwenda kwa golikipa Jigi Jiara. Hii anastahili tu kumwonya kwa maneno. Ulipigwa mpira, Rushan Derek akauchapa kwa kichwa, ukaenda
kwa golikipa. Tazama Ismail Olivier Ture akaenda kumbughudhi ili asiuanze mpira. Djigui Diarra akajirahisisha. Kakiviuzi Okello anamtafuta sasa Professor Ball Dancer. Zizwa Ivory Coast. Offside. Lakini tazama vurugu ambayo aliifanya Yao Kwasi Artola. Ni vurugu kubwa kabla hilo jaribio la mwisho ambalo liliwekwa hapo. Ahmed kashika moyo. Anatafuta picha ambazo zitatrend. Inaitwa shot of the day. Ahmed Ali ameshusha pumzi. Djigui Diarra, captain wa zamani wa Stade Malien, anapewa majukumu hapa na Pedro Gonçalves. Tayari mpaka sasa zimeshatoa jumla ya mabingwa 9 tangu zilivyoanza rasmi mwaka 1982. Ubingwa wa daraja la kwanza Tanzania bara ilikuwa ni mwaka mzuri sana kwa Tanga. Dakika 45 za dabi ya Kariakoo zimemalizika. Muungano Cup 2026. Assalamu alaikum, karibu tena katika dimba hili la Aman Zanzibar kwa 12. Alan off target. Prince Dube Zuzwa ana dance, weka cross ndani kule. Lusheni na mwenzike, bado mpira hujatoka, anaondosha vizuri. Young Zizwa Ivory Coast. Pacome bado anaingiza ndani mpira ule. Max cheza goalkeeper Jibril Kasali. What a save! Captain Beka anaacha mali ile. Mpira umeingia Selemani Mwalimu Gomez. Gomez anacheza ndani kule, mpira umekwenda nje. Kona pongezana na Yao. Tazama Captain Bakari alimpa nafasi Selemani Mwalimu akaslide vizuri kabisa kucheza mpira ule Ibra Baka. Vinginevyo ilikuwa ni hatari mno kwa Yanga. Haribu mzinga. Walianza kwenye combination play huku jaribio la kwanza hili ambalo lilitengenezwa, walikuwa wakishambuliwa Simba, wakaondosha mpira katika eneo la hatari. Nguo kuchanika, weka kona ndani kuna kwenda juu. Libase Keye ni off target, ameshindwa kulenga target. Aliupata mpira kwenye mazingira mazuri Aliusaid, lakini akashindwa kutumia. Hili ndio jaribio lilivyokuwa. Tazama mpira aliupokea with the ball. Okello anamwekea katika nafasi. Nzengeli off target, ilikuwa ni semi volley, imemkuta Max Nzengeli. What a pass, imetambaliza semi volley. Chapa bakora kia. Sasa Libase Geye anajaribu kuingia sasa. Libase Geye weka ndani kwa Sergeant Ibra Baka kwa mara nyingine tena, kama ambavyo anafanya jaribio la Libase Geye ambaye alimchekecha Shadrack Boka Isaka. Hapo ni kasi kwa kasi, akaupiga mpira kwa guu la kulia, mguu wa udhaifu kwake. Boka akaenda kumark lakini akachelewa, lakini mwamba huyu inawekwa ndani kule, cheza vizuri kabisa ile, anaikandika ile, mpira umekwenda nje. Kwa chini Yanga wanaamua kuendelea, anajaribu mkwaju na kwenda kule na unyaka goalkeeper Alan Okello, anaficha mpira ule wa Star Boy Alan Okello. Jaribio zuri kutoka kwa Alan Okello. Finya anapenyeza pasi kumtafuta Eli Mpanzu. Mwamuzi anasemaje? Ni free kick. Imekuwaje? Aliupokea mpira Eli Mpanzu, mbele yake Mwamnyeto akaenda kuweka cage, lakini na Ibra Baka naye alikuwa pale. Mpanzu akaona mambo yasiyo mengi, akaamua kujirahisisha. Eli Mpanzu kutoka IS Vita Club Chama Clatous kacheza Power Dynamos, lakini baadaye akacheza Zesco Club. Chama na babatiza ile, bado nao anaweka mpira ndani huku. Offside. Inamiminwa ndani kule Mwamnyeto. Al-Manusra. Mpira ulipigwa. Naam, Bakari Mwamnyeto alionekana kuwa mbele zaidi licha kwamba aliukosa. Misimu 4 mfululizo katika ligi kuu ya NBC, Yanga amekuwa imara sana chini ya Haribu Saidi Mohamed GSM, ambaye amekuwa akifanya usajili mkubwa,
amekuwa akifanya kazi kubwa kuhakikisha wananchi wanafurahi. Mataikuni wawili wanafanya kazi, na tuko hapa tukipata burudani katika fainali wachezaji bora uwanjani. Tazama mishemishe, na hiyo ni sevu ya Kasali. Mambo mazuri kabisa katika fainali hii. Hakika njia iko wapi? Anamtafuta Dep, bado mpira haujatoka. Pacome anapambana, mpira umetoka nje. Magumu. Tazama, mpira ulikuwa juu, unakuja akataka kuupokea. Aupokee ukae vizuri kwanza, angalie namna gani anapambana nao, kama ni kushuti ya kupasia. Ni full time, hakuna mbabe. 0-0 fainali ya Muungano Cup 2026. Wako hapa kutetea kombe hili, ni kabumbu inaanza. Assalamu alaikum, karibu tena uwanja wa Amani Zanzibar. Libase, mwamuzi anasema ni foul, ni free kick. Kadi ya njano anaonyeshwa Prince Dube. Hatimaye kadi ya kwanza hatimaye inatoka. Libase Geye, Max Nzengeli akenda, lakini mpira mwingine Shomari Kapombe, Dube Prince akaingilia. Kabla ya hapa, baada ya hapa uliachiwa mpira. Kilichofuata hapo mbele, usifikiri kadi sina, ninazo, lakini kilichomkera ni hiki, malalamiko ya Dube Prince. Pengine angekaa kimya, mwamuzi ilikuwa kama kaimezea hivi mawili, lakini kuna namna anazofanya. Chama weka ndani kule, cheza Jigijiara. Ni fouls ya 21 kwa Simba, 18 kwa Yanga. Zile dakika 15 kati ya 30 zimekamilika. Mwamuzi akasema badilisheni upande. Ardhi hii ya Zanzibar ambayo soka linapigwa. Yanga 0 Yanga karai, Simba 0 Simba karai. Anaweka cross ndani kule, yupo chini Rushan Deriek. Tank ya kutosha, alikwenda kupambania boli na Rushan Deriek the Rock. Mwamba dhidi ya mwamba kutoka Kindu DRC. Tazama hii timing ya Rushan Deriek ilikuwa nzuri, ndio alifanikiwa kucheza mpira wa Lusaka. Anajaribu kuizungusha ndani kule, mpira wanajaribu kuondosha, bado haujaondoka. Libase Geye anamtafuta Anton Mligo, mwamba wa Lusaka kama anapiga na finya. Mwamuzi anasemaje? Ni mkwaju wa penalti. Referee Dickens Nyagroa kutoka Kenya anafunika mkwaju wa penalti. Captain Beka Bakari Mwamnyeto anamfuata Dickens kwamba how is this a penalty? Ambia tulia, doze ni mkwaju wa penalti. Akitafakari mpira ambao aliuzima Anton Mligo, akapiga kwa block ni Shatra Kaboka, kama anapiga Chama akaifinya, akatema mate chini. Look at this angle. Edmund John akaenda kumcontact kwenye mguu. Dickens akasema ni mkwaju wa penalty. Clear. Ni clear penalty ndani ya box. Akili kubwa ya Clatous Chota Chama. Gozi la ng'ombe anapewa Selemani Mwalimu. Selemani Mwalimu, Sele Gomez mzuri kwa mkwaju wa penalty. Acha tuone hii nafasi. Selemani! Ni Sele Gomez. Yanga wametii fainali. Selemani Mwalimu Gomez amempoteza Jigijiara. Hatimaye mnyama anasema ana mpinzani. Fainali ya Muungano Cup. Nafasi anathibitisha ni kwa nini hii ndo penalty. Tazama, Edmund John alikwenda kupiga mguu wa Clatous Chota Chama. Chama akajirahisisha, akasema anakwenda chini, kaenda akapata jaribio, akaweka mpira kambani. Gomez Selemani Mwalimu, nyota kutoka Wydad Athletic Club, Wydad Casablanca ya Morocco, yupo hapo kwa mkopo, anaandika bao lake la 3. Edmund anaizungusha ndani kule, anajaribu kuweka huko. Jigijiara naye alisogea, kuna kitu alikwenda juu, alitaka kuweka vitu pale Jigi. Hakika alisogea, na Kasali naye alisogea pale pale. Tazama, Kasali alienda, Jigijiara alienda, aliupiga mpira Baka, lakini ukapoteza mwelekeo na mpira wa mwisho nao ukaenda nje. Wanachofanya Simba ni kama ukitaka kujua
mbio. Wow, fainali, Simba amechukua ubingwa. Wanasema ukitaka kujua mbio za kinyonga choma msitu, Steve Barker anachukua kombe la kwanza.